Asubuhi ya leo alionekana kwenye viwanja vya mazoezi Taifa Stars wakiwa wanaendelea kujinoanoa kuelekea katika michezo ya kirafiki. Atuzungumze, atuambie namna ambavyo mambo yalivyo. Kwa mambo vipi? Mambo mazuri na kumshukuru Mwenyezi Mungu, na kama ulivyosema asubuhi nilielekea kuangalia mazoezi ya timu ya taifa ya Tanzania. Mimi football ni hobby yangu, lakini unapokwenda kuzungumza timu ya taifa ya Tanzania, mimi ni mzalendo na si mara ya kwanza wala si mara ya pili kuonekana kwenye viwanja vya mazoezi. Pindi ndipo timu ya taifa inavaa mazoezi, hususan nikifanya maeneo ya Gymkhana na sehemu ambapo mimi natafutia riziki panakuwa karibu zaidi. Kwa hiyo pale ninapopata taarifa timu ya taifa inavaa mazoezi katika maeneo ya Gymkhana, kwenda ni jambo jema. Unapokwenda mzee kama mimi, vijana wakiniona kuna morali kidogo inaongezeka. Nashukuru nimekuta wachezaji wa timu ya taifa Tanzania wamewasili pale, wamefanya mazoezi vizuri, wamemaliza salama. Utaona namna ambavyo wachezaji walivyokuwa na morali kuelekea katika mechi ya kirafiki. Yote kwa yote, kikubwa ni kuombea dua. Mikoi, baada ya kuposti ile video yako ambayo ulikuwa unazungumza kuhusiana na Taifa Stars, nimesoma comment nyingi, wanasema unatengeneza mitego, mara kuna mission unaziweka sawa. Hii wewe umelipokeaje? Ni kwamba unaitaka safari ya Morocco? Hakuna mwanadamu yote asiyetaka, hususan Mtanzania, kupata nafasi ya kwenda kuisupport timu nchini Morocco. Hayupo mtu yoyote wa mpira anatamani kupata nafasi ya kwenda kuwasupport mashujaa wetu vijana wa under 17. Leo hata mimi ukiniuliza au Singano, kama una nafasi ya kunisaidia nisaidie, ili niende nikawasupport nini vijana. Lakini licha kwa support tu vijana, ukiwa Mtanzania ukipata nafasi ya kwenda Morocco, unakwenda kutengeneza historia kwamba moja katika watu ambao waliopata nafasi kwenda kushuhudia finali ya under 17 katika mashindano ya AFCON unakuwa ni wewe. Ni historia. Haswa mimi nikipata hiyo nafasi itakuwa historia nzuri zaidi, kwa sababu 2023 katika watu waliopata nafasi ya kwenda kushuhudia mashindano ya AFCON, Tanzania ikicheza Ivory Coast, ni mimi nilipata hiyo nafasi. Nasema kwa hiyo unapokwenda kumzungumzia Upete achana naye. Upete ajitambui, ajielewi. Farahani ajitambui, ajielewi. Mimi nimeshaenda kuisupport timu katika mashindano ya AFCON 2023 Morocco. Nilikwenda kwenye jimbo linaloitwa Agaoua, nilikwenda kwenye jimbo linaloitwa Sampaio. Na hata hivyo matamanio wanajeshi wa Kitanzania wanapokwenda kuipambania Tanzania hapo kesho, na mimi natamani safari ingekuepo, na mimi natamani safari kuepo. Kwa hiyo Singano, sasa mimi nikuulize, wewe Mtanzania au Mnigeria? Tanzania. Kama unapewa nafasi Singano kupitia Sanga TV, wewe ndio ka support vijana Morocco, nakataa? Lazima utakubali. Sasa mimi mbona unahoji? Watu wanahoji kwa nini unajitokeza kwenye? Wache waendelee kuhoji. Huwezi ukaonekana ukakaa ndani. Nani anakuona? Ukitaka kuonekana lazima utoke barazani. Ukitaka kuonekana lazima utoke nje. Kwa hiyo Singano, wewe baki ndani. Wacha mimi nitoke nje nionekane. Natamani. Nawaambia wadau, natamani nisiwe mnafiki kwenda Morocco. Natamani wakusafirishe. Yes. Kwenda? Kama Singano nisafirishe niende Morocco. Maana mambo ni mengi kulikuwa limekuwa Kisugu. Tukiachana na hilo, dirisha kubwa la usajili likiwa linakaribia, ligi yetu imesimama, lakini mambo ni mengi kweli. Bana, kwanza tuanzie na hii mnyama Simba, hadhi yake imeshuka kiasi hicho, mechi kuchezwa saa 8 mchana. Nimeona taarifa mtakimbia. Mimi nasema kucheza mechi mchana haina maana kusema timu imeshuka hadhi yake. Ukisema Simba imeshuka hadhi yake, maana yake tunakubaliana na timu zote zinazoshiriki ligi zilizocheza saa 8 hazina hadhi. Huu ni utaratibu wa wenye mamlaka na madaraka waliopanga. Na leo hii kila mmoja anajua duniani tunakwenda kwenye mashindano ya kidunia. Mashindano ambayo yanahitajika kila mmoja afanyeje? Ayaone. Dunia yote sasa hivi ratiba inabadilika, kuna namna ambavyo tunakwenda na matakwa na mashindano ya dunia, namna mafanyaje yanavyotaka. Kwa hiyo mimi binafsi niwapongeze bodi ya ligi kwa kuona kwamba muda walioweka tutakwenda kukinzana na muda ambao mataifa ya dunia yanafanyaje yanacheza. Kwa hiyo sisi kutupeleka saa 8 ni jambo jema na ni jambo zuri. Lakini sio kwa mara ya kwanza. Si saa 8 tushaanza kucheza, wakati huo Singano hata kwenye taaluma hujaingia. Mara ya kwanza tunamfunga Prison ya Mbeya goli 5. Tunaonyeshwa na TV moja kubwa kwenye bara la Afrika. Tumecheza mchana saa 7. Wewe Singano wakati huo bado, wewe unaona ajabu leo. Sasa leo naambia Singano, kama tunakubaliana kucheza saa 8 kushuka kwa hadhi, tamka kwenye media yako watu wakusikie. Media yako watu wakusikie kwamba Azam mwana hadhi ashacheza saa 8.
Sema. Siwezi kusema hivyo. Sasa kwa nini unakuja kujenga hoja unasema Simba wameshuka hadhi wanacheza saa 8? Simba ni klabu kubwa. Nimesoma komenti nyingi za wadau wachambuzi wanasema hili jambo halijakaa sawa kwa timu kubwa kama Simba. Kwenye safari ya Mamba na Kenge wamo. Kwenye safari ya Mamba na Kenge wamo. Walichofanya bodi ya ligi kutoa uhuru kwa Watanzania kushuhudia mechi zote. Kuna timu za taifa zinacheza, lakini kuna timu bora katika bara la Afrika inacheza. Ili kukupa nafasi kuiona timu bora, na ndio maana wakaangalia muda wakaona tuushushe muda kuna namna ambavyo tuwape radha zote. Upate radha ya timu bora katika bara la Afrika na upate radha ya mataifa ambayo yanacheza kwenye kombe la dunia. Kwa saa 8 mnakipiga fresh tu Mikoi. Bila shida yote tutakwenda Mbeya, tutakwenda kupambana. Mtu anakufa saa 8 mchana. Inshallah kwa Mwenyezi Mungu. Pengine inaweza akawapa shida wachezaji wengine wewe tu mtazamo wako, Simba na wachezaji wakubwa wanaweza kucheza katika mazingira yote. Za kucheza kwenye mazingira ya jua, wanaweza kucheza kwenye mazingira ya mvua, wanaweza kucheza kwenye mazingira ya joto, wanaweza kucheza katika mazingira baridi. Sio na wachezaji ambao tunaamini kwamba wameshamachua kwa uwezo mkubwa kama players. Bana Mikoi, hili dirisha kubwa la usajili, tetesi zikiwa zinaendelea kuzungumza na kusema ya kwamba wapo wanaoingia, wapo ambao wanatoka. Umeitazama Simba yako kwenye huu msimu ambao wamekuwa wanafanya vizuri sana, haswa ni usajili wa dirisha dogo ambao umefanywa. Mikoi, mna kwa kikosi ulivyokiona mnahitaji maboresho ama wanatosha? Usajili bado. Na kikosi kinahitaji maboresho, akihitaji maboresho, Mwalimu Steven Becker ndo anajua, tumempa jukumu la kusema. Salaam Steve Becker. Jukumu lilokuwepo mbele yetu ni kusupport timu kwenda kumalizia mechi 5 za ligi NBC. Mimi naamini waandishi mna kelele sana. Mnawaka sana. Kwa nini? Muda bado. Wakati wa usajili haujafika. Focus ya mashabiki wa Simba, focus ya wana Simba ni kuelekea katika ubingwa wa ligi ya NBC. Tunakwenda kupambana huko. Leo mshakuja na tetesi zenu kwa kutoa watu kwenye njia. Mara huyu anakuja sijui na Maele. Mara huyu, why? Guys, na wewe umeona? Niwaambie wana Simba wasitutoe kwenye reli hawa. Hii ni mipango mikakati ya makusudi kutondosha sisi kwenye reli. Lakini mimi naamini wana Simba wako vizuri, wako sawa sawa. Wanachokiamini wana Simba wakati wa usajili bado. Wanachoamini wana Simba hivi sasa tuko katika mashindano ya ligi ya NBC. Tutaendelea kuipa support yetu, kipindi cha usajili ikifika tutakuja kujibu hayo ambayo mnayotuuliza. Kuna taarifa gani umeziona hadi zinakushtusha? Nini ambacho ulikiona? Sijaona. Isipokuwa nimesikia tu tetesi ambazo nyinyi mnaamua kuzisambaza. Na mimi naamini hizi tetesi kuna baadhi ya waandishi mnatumika ili kutaka kuondoa Simba kwenye msingi. Simba mwezi kutoa kwenye msingi. Msingi wa Simba sasa hivi ni kupambana ngadu kwa ngadu kwenye ubingwa wa ligi NBC. Mchezaji kutakiwa ni kuitoa timu kwenye. Nasema hivi, usajili tayari. Ngoja Singano. Usajili tayari. Dirisha la usajili limefunguliwa. Dirisha kubwa linakaribia huu mwezi wa 6. Limefunguliwa. Linakaribia kufunguliwa. Nimesema hivi, dirisha la usajili limefunguliwa. Tunatetesi kwanza. Ligi NBC imekwisha. Ligi inaendelea. Basi tuacheni tuendeleze ligi. Kwani hii uone ni taarifa njema kusikia kwamba taarifa njema kwako ni taarifa njema kusikia kwa wana Simba, Simba kwa bingwa wa ligi NBC. Hiyo ndio taarifa njema kwa Simba. Sio Maele bado tunaendelea kupambana. Nyakati za usajili itakapofika tutazungumza. Nyakati za usajili bado. Waandishi tuacheni. Waacheni kuwavuruga wana Simba. Leo baadhi yenu mnatumika, hasa wewe Singano umo. Nimeona hata kwenye peji yako ya Instagram unakuja kuandika vitu ambavyo hata msemaji wa klabu ya Simba hajawahi kufanyaje kuvisema. Simba tuna vyombo vyetu vya habari kutupa wana Simba. Tuna Instagram, tuna peji zetu ya Facebook, tuna Twitter. Endapo jambo likitokea wana Simba tutaarifiwa. Niwaambie wana Simba tusitoke kwenye focus yetu ya kuisupport team ya kuelekea kwenye ubingwa wa ligi NBC. Nikoi tumzungumzie mchezaji ambaye alishawahi kufanya vizuri Tanzania, Fiston Kalala Maele. Nataka tumzungumzie kwa dakika chache. Sasa hivi sina nafasi ya kumzungumzia mchezaji yote aliyokuwa nje ya Simba. Nafasi ya sasa hivi kumzungumzia ni Clatous Chota Chama. Nani zaidi yake? Nataka comment kuhusiana na Fiston Kalala Maele. Wao wazungumze, sio sisi. Sisi watu wa Simba sasa hivi tunayemtaja ni Clatous Chota Chama. Na niwaambie wana Simba kupitia ninyi waandishi wa habari, Chama haumwi. Chama mzima. Nimeongea naye leo ananiambia bro, niko vizuri, niko sawa sawa. Na nimegonga asubuhi chai
na supu ya pweza. Mimi nahitaji tu, kuna taarifa mimi mwenyewe nimezipata na zinaendelea kusambaa ya kwamba Fiston amegoma kuongeza mkataba na Pyramids. Watu wa Pyramids nafikiri watakuwa tayari kulizungumza hilo, lakini sio mimi. Mimi sasa hivi namzungumzia Libas Yage, winga Teresa. Nipe nikupe twende mbele. Hii sio kama taarifa njema pia kwako. Simba wanahusishwa na ubingwa wa ligi NBC wanaupambania. Simba wanahusishwa na usajili wa aina yote kwa sababu muda usajili bado singana. Nataka tuzungumze kama itakuwa ni kweli, pengine inaweza ikawa. Siwezi kuzungumzia kama mimi naenda sana na part tense, mimi naenda na wakati. Wakati uliopo hivi sasa ni kuizungumzia Simba kuelekea kwenye ligi ya nini? Ya NBC. Ni wakati uliopo kuzungumzia Simba hivi sasa kuelekea kwenye mashindano ya CRDB Federation Cup. Nyakati za usajili bado. Mimi huoni kwamba kama Simba watafanikisha hili deal la Fiston Mayele kutua Simba miongoni mwa washambuliaji? Hakuna deal. Hakuna deal. Hakuna deal la Simba na nani? Na mchezaji yoyote. Hakuna. Wana Simba focus yao ni kupambana kuelekea kwenye ubingwa wa ligi ya NBC. Mmetumwa? Mbona leo kila wachezaji mnahusisha na Simba? Unapishana na magazeti sasa wewe. Kwa sababu hata ukipita wache waandike, ndo kazi yao, ili waishi lazima wafanyeje? Waandike. Wacheni waandike wana Simba. Na ikiwezekana wana Simba someni, lakini yaacheni. Focus ya wana Simba ni kuelekea kwenye ubingwa wa ligi ya NBC. Usajili bado, guys. Singano na nini? Au ndo wale wafuti kafuti. Jana nilikuwa nawasiliana na ndugu yangu Abasiari kutoka Dodoma, maeneo ya Dumila. Maneno yale Abasiari baada ya kunambia, Mama Doris Adomwai akarudia pia akanambia. Akanambia, ndugu yangu, ukimwona kobe kapanda juu ya mti, basi hajapanda juu akapandishwa. Unamaanisha nini? Na mimi nilouliza hivyo, akanambia ukiona Yanga anaongoza, basi ujue kwa makosa ya waamuzi. Mikoi, ngoja Singano. Usitoke, tuzungumzie hiyo mada. Tuzungumzie hapo. Unakubaliana kwamba kobe hapandi juu ya mti? Kwa hiyo ukimwona kobe yuko juu, tafsiri unakubaliana kwamba bila makosa ya waamuzi Yanga asingeongoza ligi, unakubali? Mimi siwezi kukubali. Vipi nikubali? Kwa hiyo mimi naamini ule msemo wa Mama Doris, mama wa Demwai, pointi 2 alizoongoza Yanga amezipatia dhulma Zanzibar. Tumezulumiwa sisi Simba Sports. Na moja katika watu ambao wamekiri, mashabiki wa Yanga. Siku moja ndugu yangu mmoja anaitwa Uchebe Yanga alisema mnyonge mnyongeni, lakini haki yake mpeni. Akasema lile alopata Simba goli. Alisema maana yake kwenye pointi zile 2 alizoongozea, pointi zile amezulumu kwa Simba Sports Zanzibar. Na ndio maana Mama Doris akanambia, ukimuona kobe yuko juu ya mti, jua kafanyaje? Ukimwona Yanga anaongoza ligi, basi jua makosa ya kibinadamu ya waamuzi. Tutafika huko. Huko kutaki kumbe? Tumezungumza kwa uzuri sana, lakini tuzungumze kwenye kikosi chako cha Simba. Kama nilivyozungumza mwanzo, tetesi za usajili zikiwa zinasema lazima kuna wengine wakiingia, lazima kuna wale ambao wanatakiwa watoke. Wewe ulivyoitazama Simba, nani amepisha kwenye huu msimu ambao unafuata? Swali lako zuri, mimi nafikiri kamulize Steven Becker ndio mtaalamu. Mimi kazi yangu ni kushangilia Simba tu. Mimi kazi yangu oya tu kumsikiza King Faida. Nauza nyumba yangu kaione Simba. Simba wamegawana pati zao. Swala la kitaaluma, yuko mwanataaluma anaweza akayajibu hayo. Yupo. Wewe ukiwa kama shabiki. Mimi kama shabiki kazi yangu ni kwenda kucheza Kigoma cha Faida. Nasubiri tu Ahmed Ally anambie, bwana bodi ya ligi wameshatoa ratiba ya ligi. Tunacheza tarehe 17, tunacheza Mbeya, unasemaje? Naingia zangu Mbeya na kwenda kushangilia. Hiyo ndio pati yangu. Mikoi, naona kila ninapoingia unanikwepa. Basi mpaka hivi sasa hatujaliona. Nenda kamuuliza aliahidi kuleta basi. Nenda kamuulize aloahidi kuleta basi. Mimi mwenyewe gari ya kufika Mbagala sina, ninapanda daladala kuja kuniuliza mimi basi. Wewe unataka kunigombanisha na wana Simba? Basi aliahidi mwamba Jeruti. Nenda kamuulize Jeruti. Lakini sisi tunaamini kwenye nyakati. Sisi tunaamini kwenye nyakati. Nyakati zitafika na basi litafanyaje? Litafika. Ila muda gani, wakati gani? Nenda kamuulize Jeruti. Nenda kamuulize. Maana kuna maswali mengine wanauliza, mimi naonea Singano. Lakini wewe pia unathibitisha kwamba mwezi wa 5 ninatua. Wasema mwezi wa ngapi? Wa 6. Kuwa na subira min Allah. Mwenye kusubiri yuko pamoja na Mwenyezi Mungu. Alitui tu bandarini. Wewe kwani unataka kupanda uende na Mbagala? Wewe unauliza basi unataka kupanda uende na wapi?
Ngoja basi likija, wewe unataka kupanda kwa nini daladala? Sawa, wewe unahoji kutaka basi, wewe unapanda hilo basi. Mikoi, ulihoji kuhusiana na kadi za wanachama kwamba bado mpaka hivi sasa zijatoka, na mashabiki wenzako wa Simba wakasema kwamba unaitoa Simba kwenye focus ya ubingwa. Timu inafanya vizuri hivi sasa, wewe unataka kuingiza mgogoro. Waliosema waambie nenda wakarejea kwenye interview yangu nilichosema. Sitakuwa na majibu, interview yangu ilijitosheleza kwa mtu ambaye alikuwa makini kufanyaje? Kuisikiliza. Moja interview ile mimi nanukuu, wakati naanza nasema focus ya Simba ni nini? Sasa wewe unahoji nini? Focus ya Simba ni ubingwa. Kwa nini ulizungumza kadi katikati ya Simba ambayo na uoni kama unataka uitoe kwenye malengo, kwenye focus? Nasema hivi, nenda kaangalia interview, maneno ya kwanza nilianza na nini? Waandishi mnapoongea na Kisugu mnaongea na profesa. Ni mtu ambaye anajua kuna watu watakuja kuhoji katika jambo ambalo wanakwenda kufanyaje? Kulizungumza. Rudieni interview. Nyinyi si ndio mlionioji? Au nyinyi hamkunioji? Mimi si ndio natoa maelezo kwenye ile interview? Nini nilianza kuongea katika ile interview? Nilisema focus ya Simba ni ubingwa wa ligi NBC. Kwa nini uliuliza kadi? Nilisema Simba ni taasisi. Haina maana wakati tuna focus kwenda kwenye ubingwa, kuna vitu vingine tufanyaje? Tuviache. Singano. Mtumwa. Guys, leo ni tarehe 1, kesho tarehe 2. Mashujaa wetu under 17 wanacheza dhidi ya Senegal katika nchi ya Morocco katika jiji la Rabat. Tubaki kwenye dua na sara, tuombee vijana, inshallah mimi na imani kwa namna ambavyo maandalizi waliyopata watakwenda kufanya vizuri na watarejea na kombe katika ardhi ya Tanzania. Stefano Azizikia anarejea Tanzania. Tabu ipo pale pale. Stefano Azizikia anarejea Tanzania. Mpeni hongera. Mwambeni tunamkaribisha kwenye ardhi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Chini ya jemedari Tanzania namba 1, mpenda michezo mama yetu Samia Suluhu. Namna alivyoiacha Tanzania ataiona tofauti wake Tanzania. Imeboreka, mambo yanakwenda vizuri, mambo yanakwenda sawa sawa. Mwambie tunamkaribisha sana. Kwa hiyo no doubt aje. Tanzania ina amani. Hatuna sifa ya kubaguana. Wewe unasema Azizi Clatous Chota Chama alikwenda naye akarejea. Kwa hiyo Singano kwa sababu umeanza juzi Taruma, utaona ajabu hilo. Kwa hiyo kwenda kurudi Tanzania kwa utamu wake, nani anaweza kuondoka asiruje? Mikoi, Simba ni kama huu msimu mmejaliwa vikombe. Mmeanza na Muungano kule Zanzibar, wanawake nao wamepita nacho, mnangojewa wanaume sasa. Tunapita na Liga NBC, tunapita na CRDB Federation Cup. Simba tunapita na NBC na CRDB tunapita nazo. Ndio klabu pekee Tanzania yenye makombe mengi kuliko timu nyingine yote kwa mwaka huu. Simba? Yes. Mpaka hivi sasa? Yes. Ukihesabia kule Zanzibar. Wewe labda hesabu hujui, au ngumbaro wewe. Sinaanza Zanzibar kule. Moja, alafu kimaliza Zanzibar. Kuna hii ya wanawake. Na wanawake ngapi inakuwa? Ndio. Nani mwaka huu kashachukua makombe mawili kwenye nchi? Yasije akawa ndo mafanikio yenu makubwa msimu huu. Sio madogo. Sio ndogo. Ni mafanikio makubwa kwenye timu kukusanya mataji mawili. Mimi leo nilikuwa naangalia kwenye page za Instagram. Nilipita page kwenye mashabiki wa Yanga. Nikakaa nikafikiria, nikaona hawa vipi? Wanajitambua hawa? Mbona kuna kiongozi alisema endapo Yanga Princess ikukose kombe niulize. Mbona waulizi? Mshaongea na wana Yanga? Wamezungumza. Wamemuuliza kiongozi wao? Takiwa huyo na Alfa. Wamemuuliza kiongozi wao? Sasa nendeni mwakumbushe hilo mkawaulize. Process za uwanja hazijaanza Jangwani mpaka hivi sasa. Na hazitaanza. Na tuliambiwa kwamba kesho tu. Na hazitaanza. Nilisema mimi kaona labda mimi naokota maneno hazitaanza. Nawashukuru sana waandishi wa habari.